Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM na mgombea mwenza wa urais wa tiketi ya chama hicho, Dr. Balozi Emmanuel Nchimbi, amewataka Watanzania wa dini zote kuendelea kushirikiana si kwa maombi tu, bali pia kwa matendo yanayoendeleza amani na mshikamano wa kitaifa. Dr. Nchimbi ametoa kauli hiyo hii leo jijini Dar es Salaam wakati wa ibada ya kuaga mwili wa aliyekuwa muasisi wa kituo cha maombezi cha Mama Bikira Maria, Padri Felician Nkwera. Akizungumza katika hafla hiyo, Dr. Nchimbi ameeleza kuwa Padri Nkwera alikuwa mfano wa kuigwa katika kulihubiri na kulisimamia swala la amani ya taifa, akisisitiza kuwa huo ndio urithi muhimu aliouacha kwa Watanzania. Mimi naitumika namba na hizi ni ripoti zaidi. Nilifahamu kwa mara ya kwanza mwaka 83. Alikuwa rafiki mkubwa wa baba yangu, na alipokuwa kwenye ziara zake za kikazi za maombezi katika mkoa wa Kigoma, ikatokea bahati kwamba siku anasindikizwa kuondoka Kigoma kurudi Dar es Salaam, alikuwa anasafiri kwa train, na baba yangu akaamua kumsindikiza kama rafiki yake. Lakini akakumbuka kwamba katika watoto wake kuna mmoja anaumwa kichwa, kumbe nilikuwa mimi. Wazima wote wakabakizwa, nikachukuliwa mimi, wewe twende ukabarikiwe unayeumwa wewe. Kwa hiyo hivi ndivyo nilivyokwenda kumfahamu Padri Nkwera, na akanibariki na kunipaka mafuta yake, lakini akamwambia baba yangu, kutoka leo huyu ni mtoto wangu mimi. Na kwa kweli amekuwa baba yangu tangu wakati huo mpaka leo. Wasaidizi wake wote wanajua. Hata nilipokuwa niko nje ya nchi, nikiwa balozi Brazil, nikiwa balozi Misri, ukipita muda mrefu sijamtafuta, na waambia mpigieni simu mwanangu. Wanapiga simu, nazungumza naye, na wakati mwingine anafanya maombi kwenye simu. Mara ya mwisho nimekutana naye ni tarehe 20 mwezi wa 4, na maanisha mwezi uliopita. Alinitafuta akaniambia, mwanangu, na kuombea sana, lakini sijaridhika. Maombi baada ya kazi ngumu unazofanya na mitihani unayoenda kupita, unahitaji misa, na misa hii mimi nimefungiwa kuendesha misa, lazima tupate padri mwingine wa Katoliki na tuifanye nyumbani kwako. Na hicho ndicho kilichotokea. Tarehe 20 mwezi wa 4, akiongozana na Father Henry, walikuja nyumbani kwangu na kuongoza misa. Mimi binafsi nilianza kumsikia nikiwa mdogo nasoma shule ya msingi, na aliyonisimulia taarifa zake ni marehemu baba yangu mzazi Daniel Ndumbaro. Alinieleza sifa 3 ambazo nazikumbuka mpaka leo. Kwanza, alisema Felician Nkwera ni padre wa kanisa Katoliki. Lakini pili, alisema Felician Nkwera ni mtaalamu sana wa lugha ya Kiswahili. Na tatu, ndio ambayo naikumbuka zaidi, alisema Felician Nkwera ana kipaji na karama ya kipekee ya kuombea watu. Nilibahatika kuonana naye kwa mara ya kwanza mwaka 1988 Tabora. Baada ya hapo nimeonana naye mara nyingi. Mara ya mwisho nimeonana naye mwaka huu mwezi wa 2. Nilikuwa Songea jimboni, nikapigiwa simu na kaka yangu kipenzi sana aliyenilea na kunishika mkono mpaka kufika hapa,
Dr. Laurian Lumbala akinitaarifu kwamba Father Nkwera ametutoka. Nilazimika kukatisha ziara yangu na nimerudi jana ili nami leo niweze kushiriki katika sherehe hii ya mwisho ya baba yetu mpendwa Father Felician Venant Nkwera. Namshukuru Mungu sana 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 kwa kunipa fursa ya kushiriki sherehe hii. Kwa sisi ambao tunamfahamu, kwa sisi ambao tunafahamu kazi zake ambazo ametumwa na Mungu, ametumwa na mama, leo ni siku ya sherehe, na kufanikiwa kushiriki sherehe ya leo ni swala la kumshukuru sana Mungu. Naomba tujifunze na tuendelee kujifunza na kubarikiwa kwa mengi kupitia maisha ya baba huyu, mtu wa Mungu. Licha ya wadhifa wake wa upadre, baba huyu alikuwa na kofia nyingi. Alikuwa ni padre, lakini pia alikuwa muombeaji mwenye karama kutoka kwa Mungu. Kama baba padre alivyosema, si kwa kuomba. Kazi yake ya kuombea wagonjwa alipewa na Mungu mwenyewe toka juu mbinguni. Kwa kuitwa na mama wa Mungu, Felician mwanangu, nimekuteua. Hakuvolunteer kufanya kazi hii. Ni kazi ambayo ilikuwa, Waswahili au haya wanasema, ilikuwa recommended from heaven. Hakuomba, aliitwa, akakabidhiwa huu msalaba mzito. He was recommended from heaven, kwamba Felician, nimekuita ukaifanye kazi yangu. Kushindwa kuifanya, kuitekeleza, utajibu machoni pangu. Ndio maana ameendelea kupambana mpaka leo. Mtu huyu alikuwa ni muombeaji, mwokozi wa roho za watu. Kazi aliyoifanya ilikuwa na mambo mawili. Ilikuwa kwanza, nia yake ni kuokoa roho za watu. Ndio maana ulipofika hapa kwa mara ya kwanza, kuna kitu kinaitwa consultation. Alikuhitaji akuone kwanza privately, akuone kwanza ili akuelekeze, ili unufaike na kazi hii kimwili na kiroho. Anakuelekeza ufanye nini kwanza kabla hajakuombea. Kama ulitoka kwenye madongo kuinama, kwanza ufanye reconciliation na Mungu, akuelekeze jinsi ya kutubu kwanza ili upone mwili na roho. Alafu akishakuelekeza ukawa sawa kiroho, ndipo sasa inafuata huduma ya uponyaji wa mwili wako. Na Mungu alifanya mengi sana kupitia mtu huyu.